labda utuambie tu wewe ni nani, unaitwa nani, unatokea wapi, ili tupate kukufahamu zaidi. Kwa majina naitwa Linda Okusimba. Mimi ni occupational therapist kutoka shule ya Bright Beginning ya watoto wenye mahitaji maalum. Shule hii iko pale Nyali, opposite ya Shell petrol station. Tuko hapo, ukikuja hapo utanipata niko hapo. Mimi na madaktari wenzangu, na walimu, na wale wote ambao tunajumuika nao wote kufanya maisha ya watoto yawe rahisi zaidi. Asante sana, nimefurahi kukufahamu. Na karibu sana ndani ya Dayo Radio. Sisi tunakukaribisha hapa. Ni tumefurahi kukuona na nina matumaini ya kwamba baada ya hapa utakwenda alafu urudi na tena ili utuletee mazuri zaidi. Lakini tu kwanza mimi nataka uniambie labda Bright Beginning School. Labda hiyo Bright School pengine umesema unataka wakuwe na mahitaji maisha mazuri zaidi. Unajua sijaelewa kwani ni shule ya aina gani? Kwanza hii Bright Beginning Special School kama venye nilisema pale awali ni shule ya watoto wenye mahitaji maalum. Yani special needs school. Shule kama zile zingine lakini hii kwa undani inashughulikia watoto wenye mahitaji maalum. Shule hii inachukua watoto ambao wako na conditions mbalimbali, various conditions. Ya kwanza ni kama hiyo autism, ya pili kuna Down syndrome, ya tatu kuna delayed learning au kuna changamoto za kusoma. Kwa changamoto za kusoma hizi kuna yule ambaye hawezi soma, hawezi andika, hawezi fanya simple mathematics. Kuna watoto kuna cerebral palsy, watoto ambao wamechelewa kukaa, kushika shingo, kutembea, wako na mapungufu ya kusimama na kucheza kama watoto wengine. Kuna watoto ambao wako sawa, ukiangalia wako sawa ndio, lakini wako na mapungufu kidogo ambao wanahitaji mwalimu kwa kiwango chao wakapate kusaidika. Kama nilivyosema pale awali tunafanya maisha yawe rahisi. Sisi tunawasaidia kwa kuwapatia therapies, kuwapatia masomo maalum ambayo yako katika kiwango chao. Mimi niseme mnafanya kazi njema sana. Hongera kwenu. Lakini basi leo tukiendelea na mada yetu ya leo ambapo leo tumesema tunataka tuzungumzie hii autism. Unajua mambo wengi sana ambao hawaelewi. Hata kwa sasa tunaposema autism, ukimwambia mtu autism anashangaa wote autism like wanamaanisha nini? Yaani umemkoroga kiufupi. Sasa hebu tuambie labda autism ni nini? Yaani ile kwa lugha rahisi inamaanisha nini yani autism? Autism kwa Kiswahili ni usonji. Usonji. Na vile unalisikia hili jina watu wengi hawalijui. Kweli kabisa. Sawa, kuna wale ambao wanajua kwa Kiswahili na kuna wale ambao wanajua kwa Kimombo. Ambao nitaeleza kwa Kimombo mkiniruhusu. Ambao autism is a neurodevelopmental condition that affects how a person interacts, communicates and live and performs in his or her daily life. Sasa na pengine utamjuaje yule mtoto? Unajua Linda, kuna watoto ambao wapo tofauti. Kuna mtoto anapokuwa bali katika ile maybe kiwango kama anafaa kuongea. Kuna wengine ambao wanachelewa, alafu baadaye anakuja anaongea tu vizuri sana mpaka unasahau kama hakuwa anaongea. Sasa huyu wa autism ambaye umetuambia, labda mimi nitamjua vipi? Pengine kama nikisema haongei alafu niseme ako na autism alafu baadaye aongee vizuri, labda dalili huwa ni zipi ama utamjua vipi kama mtoto wako anaugua maradhi yale? Unaona sana watu wengi wao wanafanya misdiagnosis. Ambapo siku hizi kuna Dr. Google. Wazazi wengi wakiona tu mtoto wangu afanye hivi, kabla hajaenda kwa daktari ashafungua Google, ashaanza kusoma. Na hii haifai. Ukiona mtoto wako ameanza kupata changamoto hizi ni kama vile nilivyosema pale awali. Huyu mtoto imefika muda wa kuongea, tuseme kama miaka kama 1.5 hivi. Mtoto hajatoa hata neno hata moja. Na kama ametoa ni moja tu, manake tuna expect hiyo wakati mtoto at least ameanza kuongea hata kama ni ka sentence kadogo kale kakaurahisi, maana taka hiki kidogo. Unapata mtoto hata mama bado hajakuita. Haya, ya pili, mtoto ako kivyake tu. Unamwona anacheza kivyake, ako peke yake. Hata kama kuna group ya watoto inacheza, yeye atachukua tu kama ni hizo toys akae kwa kona yake. Ya tatu, wengi wao huwa hawa maintain eye contact. Ukimwangalia hivi kwa macho anaangalia kando. Ingine, kuna wengine wana present na sensory sensitivities. Huyu mtoto wakati anaposikia sauti kubwa ama makelele anaziba masikio, maana ile sauti
kama inamuumiza kwa masikio. Na kwa wewe ambaye uko karibu na yeye usikii kama kuna chochote, lakini yeye ana ule undani wa kusikia kwa sababu akona hiyo sensory sensitivity ambayo tunaita auditory hypersensitivity. From the word auditory inamaanisha kwa masikio. Kando na hiyo ya masikio kuna wale ambao wanachagua nini wanavaa because hiyo kuwashika pia hawataki. Sasa yako mengi sana. Hiyo ambayo nimewatajia, kuna hiyo maintain eye contact ni shida, kuongea wamechelewa, na pia kuperform on their daily tasks wamechelewa ama wako polepole ama they need support. Na labda venye umeongea kwamba kuna mwaka mmoja unafikaga kuna watoto bado hawajaanza kuongea. Hiyo autism huwa inawashika mara nyingi inashikaga wakiwa na miaka mingapi? Hatuwezi sema there is a specific year because kuna watoto wanakuwa diagnosed katika miaka 3 kwenda juu. Na kuna wale ambao wanachelewa kabisa, mzazi hakukuwa na ule umaarufu, mpeleke hospitali, baadaye unaona mtoto katika miaka 5 ama miaka 7 anaambiwa mtoto ako na autism. Lakini hii diagnosis si mtu yoyote tu ambaye anaifanya. Si wewe mzazi, si udanganyike ukaenda hospitali ukaambiwa tu na mtu yoyote mtoto wako ako na autism. Huwa kuna watu specific, kuna psychiatrist ambao wao ndo wanaruhusiwa kudiagnose kwa mtoto wako ako na autism. So miaka ni kuanzia miaka 3 hapo kwenda juu. Na labda sasa ameshafikia ile miaka 3 alafu nimepata kujua sasa huyu mtoto yupo na yale maradhi. Pengine huwa ni nini ambacho kinasababisha ama chanzo cha maradhi haya ni kipi? Kwanza ni kukosoa Hafsa, autism si maradhi. Watu wengi wao wanasema autism ni ugonjwa. This is not a disease because ndo itwe disease inamaanisha there is a cure. No, there is no cure for autism. It just needs support system and therapies for this child to thrive in the society. And it doesn't mean that you exclude them or say akona autism to treat basi yani autism. No, you have to include him in the society for his life to be better. First of all, autism venye nimekuambia it's not a disease because in every disease there must be a cause. Because autism is not a disease, then the cause of autism is idiopathic. Idiopathic means there is no known cause for this condition, but there are predisposing factors that can make this child to get autism. Number 1, genetic variations, genetic issues. Number 2, kuna let's say when the mother is still pregnant, kuna the polluted air, maybe it has some substances zenye mama akivuruta ile hewa ina affect ubongo wa mtoto. So kuna mambo ambayo yanachangia mtu kupata hiyo autism, lakini hakuna sababu kuu ambayo inafanya ati hii ni autism imesababisha autism. Ni imani gani potofu ambayo ushaikumbana nazo kuhusiana na hiyo autism ambazo zimekuwa zikienea ni kwenye jamii? Katika jamii inahuzunisha sana, manake wazazi wengi wanasema mtu mwenye kuna autism because hawaijui, wanasema huyu ni chizi. Huyu ni chizi. Hawamwelewi huyu mtoto, wanamuita huyu ni chizi. Ya pili, kuna ingine inaendelea, wanasema inasababishwa na vaccine. Wanasema kuna vaccine ikipeanwa katika miezi fulani inafanya huyu mtoto anabadilika, but la. Hizo ni imani potofu ambazo watu wako nazo. Wengine wanasema mtoto wa autism hafai kwenda shule, lakini hakuna kitu ambacho anaweza fanya huko kwa shule. Sasa kumekuwa na imani potofu nyingi katika jamii ambayo inafanya paka hawa watoto hawasaidiki. That is why kutakuwa na hiyo awareness ambayo sitataka kutaja mengi Hafsa, lakini kabla tujafika hapo there must be an awareness yenye itafanya hawa wazazi wajue hii autism ni nini na tuondoe imani potofu katika akili zao. Na sasa umepata kuelewa, kwa sababu hata mimi kipindi wangu nilikuwa naelewa autism labda ni ugonjwa ambapo ilikuwa inanichanganya sana ninaposikia autism, usonji, hii kitu ni nini, lakini mimi sijakuwa nikifahamu. Leo nimepata kuelewa na natumai pia msikilizaji naye unatufuatilia pale unaelewa kabisa nini ambapo ama nini hasa maana ya usonji ama autism inamaanisha nini unapoisikia kwa sasa, ama utakapokuona mtoto utaweza kumtofautisha na kusema kwamba huyu basi yuko na shida ya usonji ama autism. Unajua mimi naona sana watu wengi wanajua kama autism, usonji imekuwa kama lugha fiti ama lugha mpya ambayo haijulikani. Lakini sasa Linda, mimi nitakuwa tuseme kama yule mtoto amekosa therapy mapema, mzazi hakuwa yajua
kujua, amemuona akapelekwa labda katika visomo ama amepelekwa kanisani kuombewa, alafu bado tu hali ikaendelea ilivyo, kisha wakaja kujua baadaye, maybe tuseme mtoto amefika kama miaka 17 18, ile hali atakapokuwa anapatiwa zile therapy zitakuwa zinamsaidia, ama therapy ni lazima ianze pale akiwa na umri mdogo peke yake? Ndio, unaona wazazi pia hatuwezi walaumu kwa sababu most of them they lack information, they lack awareness. So unapata huo mzazi akona mtoto wake pale nyumbani amefika miaka 17, ajua mpeleke wapi. Kwenye tunafanya huyo mtoto akishafanywa assessment, akishafanywa assessment, we know where to start. Unapata sasa kuna vitu ambavyo tunaweza kumfundisha ambazo huyo mtoto anaweza kuwa na umuhimu, acha niseme umuhimu katika jamii. Maana inafaa pia ajitegemee. Maana miaka yote mzazi hatakuwa na yeye. Inafaa atakuwa peke yake ama atakuwa na yule msaidizi wake kidogo, huyo mtoto pia atakuwa anajitegemea. Kuna kwanga na pre-vocational skills zenye hao watoto wanafunzwa, na kuna vocational training centers zenye ziko huko Kisauni, nimeona moja. Sasa hawa watoto most of them huwa wanatumwa huko na mzazi, waende mtoto akachukuliwe, asesiwe, and then aanze kufundishwa ufundi. Ufundi tuseme kama ni carpenter, kama ni kushona, kama ni computer skills. Kidogo huyo mtoto anajitegemea katika maisha yake, lakini bado akona msaidizi. So labda nikijaribu kukuelewa, ama kwa hivyo mtu ambaye yupo na hali hii ya autism si lazima asome special school. Kusoma special school inategemea pia na hiyo miaka. Unajua si nilikwambia pale mwanzo the early intervention. Kuna ule atakuja kuna miaka 3 mpaka tuseme kama miaka kama 12. Sawa, hapo tunaweza msomesha basically. Mtoto kidogo ajue jina yake, ajue kuandika jina yake. Yaani ajue tu just basic skills. But kuna ile miaka ikifika, huyu mtoto tunaona tukimkelisha hapa darasani ni kama pia tunamwest. Sasa tuna advice sana afundishwe ufundi. Kama ni carpenter, kama ni kusonga nywele, yani something that can make this child busy and becomes better in society. Na jamii labda inaweza kufanya nini kusaidia watoto wenye autism na familia zao? Jamii kitu cha kwanza inafaa wafanye ndio wasaidie hawa watoto kustop stigmatization. Manake kuna stigma sana ya hawa watoto. Because once you stop stigma, kila kitu inakuwa muro, inakuwa sawa. Manake huwezi niambia kuwa mtoto ukimuona unamuona kama chizi alafu utamsaidia. Huwezi msaidia, manake tayari usheka ile kasumba, mtoto hawezi saidika. Sasa tukiondoa ile stigma na tukisema kuwa this kid is just like any other kid, mtoto atasaidika. So kwanza jamii inafaa iondoe stigma kwa hawa watoto, ndio watoto watasaidika. Watu huwa wanasema autistic persons ni genius, na wanasemekana wako intelligent. Ni kweli au ni myth? Kama kuna watu ambao hawajui tu ni quote, manake unasikia Bill Gates, Elon Musk, these people are very rich, they are very successful, autistic. So ni kweli, most of them are very autistic, most of them are geniuses, most of them achieve more in life, most of them prosper in life. Lakini unajua hauwezi kuachieve, hauwezi kuprosper kama yule mtoto atakuwa hajapatiwa nafasi katika jamii. So ni vizuri pia mzazi unapokuwa muona mtoto wako yuko hivi ama yuko na zile tuseme alama ama dalili ambazo Linda hapa ameweza kutufundisha. Unapomwona yule mtoto mpatie nafasi na yeye, kama pia uweze kumpeleka katika therapy, apate zile therapy, umpeleke shule naye, umuunganishe na watoto wengine, apate nafasi ya kucheza, usiku unamfunga na basi huenda akawa mtoto mzuri zaidi. Lakini tukiendelea pia hapa, je, ni kweli autism huchangiwa na utumiaji wa madawa ya kupanga uzazi? Hizo ni some of the myths. They don't have a backup it. So that's why tusiangalie myths sana. Manake tukiangalia hizo myths sana zitatupotosha. So let us just dwell on what we know. Tuangalie na unajua huko nje kuna madaktari wengi sana huko vijijini mtaani. So watu wasidwell on the myths, waangalie basi wasikize madaktari hao vijijini. No, just dwell with what you know. That's what I can advise. Na sasa unajua Linda, unaona kama ukisema mtu asishughulikie sana ama asipatie nafasi sana hii myth, kuna mwingine yeye hajui kama ni myth. Yani haelewi. Yeye anajua tu labda vitu vya kawaida. Yeye ni ukweli ndani yake. Labda pengine utuambie labda
ni myth kama maybe utupe kama 2-3 hivi. Unaona, ndo mtu aenda apange uzazi, ajaamka tu akaenda kajifanyia mwenyewe. Ametumia proper channel. That is if you've used proper channels. Umeenda hospitali kwa usaidiwa na daktari wako mwenyewe ama madaktari wako kule wako na elimu na wako na weledi wa kukuambia kwa upangaji uzazi huu uko sawa na wewe kulingana na hormones zako. Sasa kitu kama upangaji uzazi, that's why inasisitiza nikisema it has no backup. Inasema kuwa this inafanya mtoto akuwe na autism. Because pale awali I said autism is idiopathic. The cause is not known. Ya pili ni autism ni uchawi. Mtoto amerogwa. Sio nilisema pale mtoto amechizika nini. Ndio anasema autism ni uchawi huu. Autism sijui. Unaona, these are some of the myths zenye zinapatusha watu huku nje. Yes. Sasa tuzingatie. That is why we have proper channels. We have systems. We have hospitals. We have support groups zenye zinafanya kukueleza, kukujulisha about this condition. Because it's not only autism peke yake. Kuna conditions nyingi sana watu hawana uelewa. So tupate proper channels, tupate kujua. Access to schools ya children with autism inakuwaje? Because other areas hazina schools na kama ziko gali. What do we do? Okay, access of schools, unaona hizi special needs schools ziko kidogo. And why? Because training of special needs teacher pia imekuwa kidogo sana. Because most teachers huku nje huwa ni ECD teachers, one ama regular teachers. Special needs teachers ni kidogo. Why? Because most people they don't know about special needs. Because there is lack of awareness of special needs children. That is why unapata hizi shule pia ziko kidogo. Utapata kama ni shule ya serikali, it's just a unit iko pale ndani. Ambao unapata ni shule kubwa serikali ndio, lakini iko na kama room moja ama 2 ambao iko na watoto 50 kwa ile darasa, 50 kwa ile darasa. Na utapata therapist ni mmoja, mwalimu ni mmoja. These kids wamepelekwa hapo, unapata wamekaa pale the whole day. Not because the teachers want to, but wewe angalia Hafsa, mwalimu ni mmoja kwa watoto karibu 70. Because this parent ameona the only place I can take my child ni kwa ile shule wa it has a special unit. But kuna other private sectors. Kuna hizi private special needs school. Ndio, there is a fee you have to pay. Because this child is getting services. Ndio. There is a fee you have to pay kwa mtoto kwa apate services. Kama ya shule yetu, it's private, there is a fee you have to pay mtoto kwa pia apate kusaidika. Ndio. Alright, hapa kuna mmoja anaitwa Saida anasema nina ndugu mwenye autism, tunawezaje kumsaidia ajihisi anakubalika nyumbani? These autistic kids, they need close monitoring. They need a support system. And a support system inatoka wapi kwanza? Inatoka kwa familia kwanza. Kabla mtoto akubalike pale nje. Your family, you have to accept that child. Because acceptance leads to inclusion. If you accept this child, you are going to include him to do steps in the society. Pia mwenyewe anajisikia anakubalika. Because watu wako na myth ya kusema because mtoto wako na autism hajielewi. This child might not have expressive skills, but he has very good receptive skills. What are receptive skills? Ability to understand. Chenye unamwambia. Anakusikia because if you tell them, anakuelewa. Si ati ni kiziwi, si ati akili imeharibika kama ni nini. Wanakuelewa vizuri. So whatever you do mbele yake, whatever you tell him, anakusikia na anakuelewa. So you have to support him kwa ukaribu. Wajue mimi pia nakubalika because they understand. Yes. Do autism go hand in hand with the cerebral palsy? And if so, how high are the chances? Okay. Most people misdiagnose. Like, what is cerebral palsy? Let me just define cerebral palsy though. Yeah, wewe kama msikilizaji utapata kuelewa if they go hand in hand or not. Cerebral palsy is an issue to the brain. All right. Like a permanent irreversible brain damage. We have brain cells kwa akili ambazo hizi cells zina bring up developmental growth and developmental because we all know brain ndo kiungo muhimu sana ya development kwa mtu because a part of brain supports movement, a part of brain supports breathing, a part of brain supports learning and everything. So this cerebral palsy, if this child maybe the brain is having an issue or the brain cells are having issues, maybe during birth
this child alizaliwa akupata oxygen vizuri, ikaenda kwa ubongo vizuri, ubongo ukapata kufunction vizuri, this child will have an issue ambapo inaweza kuwa ya developmental kama ya kukua, ama inaweza kuwa ya speech, ama inaweza kuwa ya learning. Sasa unapata cerebral palsy, the brain is majorly affected, while the brain cells are having issues, zimekuwa na changamoto kidogo, na imeleta majorly growth and developmental issue kwa kukua, kama hiyo kukaa, kusimama, kutembea. Na unapata autism, mtoto huku ako sawa, anakaa, anatembea, ako sawa, ni ile tu learning kidogo na kuongea na interact na wenzake imekuwa na shida kidogo. So I cannot say that cerebral palsy and autism are going hand in hand, no. But though there is a differential diagnosis of autism ambapo inaitwa ADHD. Most people misdiagnose or unaona mtoto akona autism na misdiagnose, unasema akona ADHD, ama ADHD, mtoto akona ADHD unasema akona autism, no. But autism, the differential diagnosis of autism is ADHD because the features might or they can align themselves na karibiana. Lakini Linda, mimi nataka nikuulize swali. Sasa wewe kama therapy pale ndani ya Bright Beginning Special School, labda ni changamoto zipi ambazo nakumbana nazo pale wakati ambapo unashughulikia hawa watoto? Ya kwanza ni hiyo uelevu, inaitwa kwa Kiswahili uelevu na wazazi. Uelewa kwa wazazi. Wazazi wengi huwa hawajajikubali. Hawajakubali kwa mimi mtoto wangu anahitaji mahitaji maalum, kuangaliwa kwa ukaribu. Unapata unaangalia mtoto vizuri, baada ya mwezi ama baada ya term, unaona mzazi amekuja amekwambia mtoto wangu wako sawa, acha nimpeleke kwa shule hizi za kawaida. Mzazi anakuambia mtoto wangu wako sawa, acha nimtoe nimpeleke. Na wakati mtoto unamtoa unapeleka kwa ile shule nyingine, huyu mtoto anarudi nyuma. Si kimasomo peke yake, hadi pia kudevelop. Because this child akienda kwa wale watoto wengine pia, saa zingine sijasema asiende, anaweza enda, lakini tunaangalia mtoto ako na changamoto gani, because these special needs schools are there because of this kid, si ndio? Tunaangalia mtoto ako na changamoto gani after an assessment. Sasa wakati mzazi anamtoa mtoto pale kwa ile shule, anapeleka kwa ile shule nyingine ambayo there are no special needs teachers, there are no occupational therapists, there are no speech therapists. Mtoto anachukuliwa tu kama wale wengine, kama learning inafanyika generally, whether mtoto ameshika hajashika, they don't want to know. The teacher is there to finish the syllabus. Na utapata mzazi anasema nitampeleka na shadow teacher. Wale wengine wakifundishwa atakuwa na mwalimu wake hapo kwa karibu atamfundisha. But hili haitoshi Hafsa. This child needs special needs care, close monitoring, individualized education program. Hii ambaye mtoto akona IEP yake ambao goals ni zake, strengths ni zake, mwalimu anajua nikifanya kipengele hiki by the end of the term nimeachieve. Hata next time ikifika kama haja achieve sound A for apple, ataifanya tena next term mpaka huyu mtoto ashike. But the regular schools, the system pushes the child mbele automatically. Umwaka ukiisha, next year ako the next class. But special needs, mtoto tunakaa naye hata kama ni kwa darasa, hata kama atakaa miaka miwili, but we are very sure that this child has mastered the concept. So we are calling the parent tukumwambie mtoto wako anaweza enda the next class, because we just don't do it like that hivyo. We have to have a meeting, mwambie mtoto wako ameimprove mahali fulani, we feel that he or she can go to the next level. So hiyo changamoto kubwa ni hiyo, wazazi kutokuwa na uelevu wa umuhimu wa special needs school. Wanaona mtoto akipelekwa kwa special needs school ni kama kumrudisha nyuma, atakopi behavior za wale wengine. But la, pale kuna specialized teachers, kuna therapists who check on the behavior also, because we also do modification of behavior in Bright Beginning. Manake hao watoto wako na pia behaviors zao. Wako na behavior zao zenye wana copy, because behavior can be learned, unlearned or relearned. So ni lishe gani inaweza kumsaidia au kuboresha hali ya mtoto mwenye autism? Kids kuna kwanga na lishe yenye nutritionist. Wao wamesema mtoto apewe chakula fulani, asipewe hii. Wengine wanasema usimpatie maziwa, kuna venye inafanya kwa system yake that makes this child to become hyperactive. Wengine wanasema usimpatie ngano. Okay, hizo ni nutritionist perspective, yes, in which it is true, at some point it is true. So kwa kuzingatia lishe pia,
I advise that if you have a child with autism, consult a nutritionist. Bila kuendeleza hiyo condition ikakuwa worse. Na labda hali ya hewa inachangia labda. Yeah, polluted air. When a mom is pregnant, akivuta ile hewa ambayo si safi, unaona kama tuseme kama unaishi karibu na industrial area. Unakuanga na a lot of gases pollution pale. It's not good for the health. Hata tunaambiwanga wa mama mkienda clinic, angalia hewa ambayo unavuta. Kama tusiende mbali. Mama anaambiwa usivute sigara. Sasa this polluted air, it can lead, it's a predisposing factor, not a cause. Yeah. Kwa nini baadhi ya watoto wenye autism hurudia maneno yale yale? We call it echolalia, from the word echo. Like the child echoes what you say. Echolalia is a form of speech where a child repeats chenye unasema. So most of autistic kids ndo speech wakati ya pale anaanza kujifundisha, ameanza kupata one word ile kidogo kidogo. Okay, me as a therapist I believe it's a good start. It's a good start because kidogo mtoto ashaanza kujua yale maneno. So with proper therapies kama reading, vitu kama hizo inafanya ile echolalia inaenda ikipungua kidogo hadi paka mtoto anajua nikiambiwa how are you nasema I am fine. Niko how are you? How are you? Okay. So some effective communication techniques when interacting with someone on the autism. Communication techniques, you can use PECS. PECS. Picture exchange communication techniques. Whereby tuseme kama mtoto umeona ukimwambia njoo ama ukimwambia nenda chooni, of course atakuelewa ndio, lakini kuna venye atakuwa na changamoto fulani. Mpaka muonyeshe na actions. Mpaka muonyeshe na actions. Kuna hiyo kuonyesha actions na kuna hiyo we use pictures. Unachukua picture kama ni umechora picture ya msalani hapo na time yake hapo chini. Kama umeweka picture ya chakula hapo, time hapo chini. Picture ya mtu amelala na time hapo chini. Si kama ikifika masaa kama ya kusema kukula, unamuonyesha ile picture, unamwambia time, eat. Like usijicomplicate kwa maneno mengi because this child already akona changamoto. Uelewa maneno pale. So just two simple words. Unamuonyesha time, eat. Time, sleep. Time, toilet. So we call them picture exchange communication. How can sensory sensitivities affect someone with autism in a daily life? It can affect an autistic person in a daily life in so many ways. Like we have 5 senses. To mention there are 7, but I'll deal with 5 because 5 ndo ina affect sana watoto. We have auditory that deals with the ears. Auditory hypersensitivity or hyposensitivity. Hypersensitivity is high, hyposensitivity is low. Ana react kwa kidogo na ana react kwa wingi. So auditory hypersensitivity. Ya pili we have visual hypersensitivity. Hiyo ni ya macho. From the word visual. We have gustatory. Hiyo ni taste. And then we have vestibular challenges. We have tactile, which is touch. So utapata mtoto kama akona hypersensitivity, inamaanisha anaifeel he is overloaded. Kama ni kelele anaisikia iko kwa wingi sana. Hata kama ni mahali hakuna sauti nyingi, lakini yeye anasikia is just overloaded. Utapata mtoto sana anaeka vidole kwa masikio. Like in our school in Bright Beginning Center venye nimekuambia hapo mwanzo, we have few wenye wako na auditory hypersensitivity. Watoto wanataka kukaa kivyao, wakae ndani. Hata kama ni break time, yeye anataka kae ndani. Why? Juu anaona kitoka nje kutakuwa na kelele nyingi. So how is it affecting it? This child hatoki nje kucheza na watoto wengine because anaona nitapata kelele nyingi, so anajiisolate. So this leads to social challenges. This child is not growing vizuri kwa sababu hachezi na watoto wengine. So that is one. It affects on social challenges. Kwa upande wa kukula, gustatory nilikwambia about taste pale. Kuna watoto ambao wanapenda kukula dry foods na kuna wale ambao wanapenda kukula mashed foods na kuna wale ambao wanapenda kukula chakula ngumu. Mtoto ukimpatia rice with stew hataki because he's hypersensitive. Anaona ni kama hii chakula hapana. But if you give him dry food
ako sawa. So how is it affecting him? How is it affecting him? Ina affect nutrition wise. Because mtoto inafaa apate proteins. Mtoto inafaa apate roughages kwa mwili. This child inafaa apate vitamins. But hawezi kula matunda, hawezi kula maembe because akiweka ile embe kwa ulimi, anasikia ulimi umekorogwa. So it affects in so many ways. Kwa kuvaa nguo, mtoto anataka kuvaa only cotton. Hataki kuvaa fur au hataki kuvaa polyester, hataki kuvaa nylon. Anasikia tu anachomeka. Does in any way culture influence the understanding and treatment of autism? Yes, it does. Because utapata there are some culture wanasema usipeleke huyo mtoto hospitalini. Na huko kwa hospitali you will get all these people who playing a very vital role kufanya maisha mtu kwa marahisi. Manake mtoto kuna kachi itasema we don't go to the hospital. I don't want to mention my brothers and sisters on the other end, but there's this culture yenye inasema kipeleka mtoto hospitali kuna kitu chafanyika, acha akae nyumbani, tumpeleke kwa maombi ama tumpeleke huko vijijini kwa daktari wa mitishamba. So culture really influences and we have to stop it. We really have to stop it and we have to embrace these kids and if they need help we should use a proper channel. Okay. Kuna stages za autism kwani kuna wale wako nayo kwa wingi na wengine kidogo. Sababu wengine wana react haraka, wengine polepole. Autism is a spectrum. What is autism? Kwa short form yake ni ASD, which means autism spectrum disorder. Why is it a spectrum? It's like a rainbow. It varies from mild to severe. So utapata the mild one can live a very normal life. It doesn't even need support. Ile tu utajua kidogo. So autism is a rainbow. It varies from mild to severe. Kuna mild yenye nime-explain na kuna wale severe wenye they need support. They are very dependent. Kila mahali inafaa akuwe na mtu. So autism, yes, it varies. Bali katika mitandao ya kijamii nimeona ni kama mko sijui na campaign pale, naona sijui 2nd April sijui mko na walk. Hebu tueleze kwanza ile walk labda ni ya nini, labda ama ni kwa nini mmeamua kufanya hiyo walk, na je ile walk kila mtu atakuwa anaruhusika kujiunga na nini? We found it very important to organize for the walk because on 2nd of April we having autism awareness walk as the Bright Beginning Special School. Tumeona ni vyema to organize. We walk on the roads, tuende tukamobilize watu huko nje, tuwaeleze about autism. Because mwenye nilikwambia pale mwanzo, people do not understand about this autism. Wanai-misinterpret, wanaiongelelea vibaya. So our main agenda out there is to create awareness. So everyone is welcomed. Msiogope, mnakaribishwa, mkuje msome a lot about autism. There will be free medical camps, kutakuwa na talk shows. So kujeni mwelimike, kujeni na watoto wenu, mkuje, let's rally on the roads, tueleze watu ambao hawaelewi about this autism. Come one, come all, nyote mnakaribishwa. Labda ni kuanzia saa ngapi? Okay, ni kuanzia saa 2 mmefika pale Treasury Square. Manake our starting point is Treasury Square pale karibu na Abdul Swamad, gavana wetu wa Mombasa. Our ending point is Tononoka Social Hall. So tutarally from the Treasury Square all the way to Tononoka Social Hall. To pale kuanzia saa 2 tu tumemeet pale Treasury Square and then tukitembea paka Tononoka Social Hall, tutakuwa na medical camps zitafanyika hapo, tutakuwa na talk shows pia zitafanyika hapo. County iko na sisi pia. To make this day a success. Yes, so nyote mnakaribishwa. So mimi niseme sana asante sana Linda kwa kufika katika studio zetu. Asante sana kwa kutufahamisha, kwa kutufunza, na kutupa uelewa, na nina matumaini na imani pia msikilizaji pale amepata kuelewa hasana na amepata yani kujifunza mengi sana. Kwa hiyo sisi tunasema asante, lakini labda wengine kama kuna jambo ambalo ungetaka kutuambia, nafasi ni yako sasa. Tuambie ni yapi ambayo ungetaka fanyike ama pengine lolote lile ambalo unahisi ya kwamba haujapata nafasi ya kulisema. Okay, kwanza ningependa kutoa shukrani kwa Dayo Radio kwa kunikaribisha hapa, kuja kuwaelimisha wazazi wenzangu huko nje, madaktari wenzangu huko nje, walimu about autism.
nimesema asante sana, na pia ningeshukuru madirectors wangu Bright Beginnings Special Needs School kwa kunipatia fursa hii ya kukuja wakati kama huu, maana wakati kama huu inafaa nikoe kazini na shughulikia wale watoto. Lakini wakanipatia hii chance nikuje. Asante sana Madam Naima Ali, asante sana Madam Misada Ali, asante Madam Intisar Ali kwa kunipatia opportunity nikakuja hapa Dayo Radio. Na pia ningependa kuambia wazazi kule nje kuwa sisi tuko pale Shell opposite BP. Shule yetu inajiita Bright Beginnings Special School. Tuko pale na services offered in that school. We have occupational therapy. Najua wengi wanaelewa about occupational therapy. We have special needs learning. We have speech and language therapy. We have behavioral modification therapy. We have aquatic therapy which involves swimming. Tuko na dance and music. We have art. We have skating. We have cycling. Zote tunafanya pale hadi watoto tunafundisha religious activities, CRE, IRE, PPI zote ziko pale, madrasa ziko pale. So Mungu awasaidie mkaweze kufika pale, mkajionee mengi, manake mengi yanafanyika pale sana. So mkikuja pale mtapata kujua uelevu zaidi, tutawafundisha pia, tutawaelimisha na tutawaonyesha home programs za kufanya wakati mko kule nyumbani na watoto wenu.